Inayobaki tunaagiza. Ni riski pia kwa taifa letu, watu wakiamua kuchochea vita ya kiuchumi kupitia sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tafiti zilizofanywa, mbegu zinazozalishwa hapa nchini, na kwenye mpango Mheshimiwa umezungumzia ukame, mbegu zinazozalishwa nchini kupitia taasisi yetu ya serikali ASA na wazalishaji binafsi zina uwezo wa kuhimili ukame. Sasa kwa nini tusiwezeshe taasisi ya serikali ya wakala wa mbegu ASA wakawa na uwezo wa kuzalisha mbegu za kutosha? Kwa nini tusiwawezeshe wawekezaji binafsi wanaozalisha mbegu nchini, ambao wawekezaji tu binafsi wao wanazalisha tani 61,000? Taasisi ya kiserikali ya ASA inazalisha tani 9,000, na hapo wana hekta 13,000 zinazotosha kwa uzalishaji wa mbegu. Imagine, mbali na kutegemea mvua, kwenye hiyo tani 9,000 ASA inachangia mapato ya serikali bilioni 11. Leo hii kwa hizo hekta 13,000 kwa hii ASA wakala wa mbegu, tukiwekea miundombinu ya umwagiliaji, itakuwa ina uwezo wa kuzalisha mbegu tani 22,000 na kuiwezesha serikali kupata mapato bilioni 33. Imagine, tukiwapa eneo lenye umwagiliaji wa hekta 100,000, ASA itazalisha mbegu kiasi gani? Tukiwawezesha wawekezaji wa ndani wanaozalisha mbegu hekta wanaozalisha mbegu tani 61,000, tukawekea mazingira mazuri, wana uwezo wa kuhakikisha usalama wa mbegu wa nchi yetu ni mkubwa. Na tusiagize mbegu nje ya nchi. Mbegu ni usalama wa nchi, mbegu ni uhakika wa chakula, mbegu ni uhakika wa soko, alafu naenda kwenye masuala mengine ya pembejeo. Mheshimiwa, ukiangalia mpango umesema zaidi ya 70% zitaenda kwenye sekta binafsi. Sekta binafsi utakuta kwenye kilimo, kwenye uvuvi, kwenye viwanda. Leo hii kwenye sekta ya kilimo, Mheshimiwa Waziri, tuna hekta milioni 29.4 yanayofaa kwa kilimo cha umwagiliaji. Leo hekta ambazo zimeunganishwa mfumo wa umwagiliaji ni hekta 700,000 peke yake. Na mmeona mwaka huu tumekuwa na tishio ya hali ya hewa ya mvua. Hivi leo tukiamua kuwekeza kwenye sekta ya umwagiliaji, tukasema tunafunga mkanda, tunaanza na hekta milioni 5 kwa wakulima wadogo kuunganishiwa mfumo wa umwagiliaji, tutaongeza pato letu, lakini tutakuwa na uhakika wakulima muda wote. Eneo ambalo watakuwa wanalima kwa msimu mara moja, watalima mara 2, pato la mkulima moja litaongezeka. Na Mheshimiwa Waziri, hata ile idea yako ya kusema lengo la kufikisha pato la Mtanzania mmoja mwaka 2050 kufikia dola 7,000 itatekelezeka kama haya yakikamilika, hata huko 2050 hatufiki. Na kutolea mfano tu, kwa mkulima wa parachichi, heka moja ya parachichi yenye miche 80, mkulima mdogo ukimwezesha kupata miche bora, ukimwezesha kumpa miundombinu ya umwagiliaji, hiyo dola 7,000 anaifikisha kwa msimu, wala asubiri 2050. Asubiri 2050, hujaenda kwa mkulima kahawa, hujaenda kwa mkulima wa alizeti. Na huku ndiko ambako umasikini uko mwingi, lakini sekta ya kilimo ndiyo inayochangia kutengeneza ajira nyingi kwa vijana. Mipango hii imewekwa, sasa twende tukatengeleze. Daktari Samia Suluhu Hassan ana kiu ya kubadilisha kilimo kutoka kilimo cha kutegemea mvua mpaka twende kwenye kilimo cha uhakika cha umwagiliaji. Mungu ametujalia mito, mabonde, Mungu ametujalia ardhi yenye rutuba. Sasa mipango yetu twende tukaimplement, tubadilishe hali ya kiuchumi ya Watanzania kupitia sekta
ya kilimo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepitia mpango, umezungumzia 70% ni kuwekeza kwenye sekta binafsi. Hapa pia unagusa kwenye economic zone. Nilikuwa napitia taarifa mbalimbali za kwenye Wizara ya Viwanda. Leo hii maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji ni hekta 59,000 kwa ajili ya economic zone. Hiyo ni pamoja na kwenye wizara, kwenye mataasisi, kwenye wizara mbalimbali, lakini hii pia ni pamoja na halmashauri na pamoja na TIC. Ukienda kwenye TIC peke yake, kwenye special economic zone, hekta zilizotengwa 17,000, lakini imetumika 1% tu, hekta 1,600. Lakini ukiangalia hayo maeneo yaliyotumika, ukienda kule Kwala, Bagamoyo, Ngara, Benjamin Mkapa, impact yake ya kiuchumi ni kubwa. Sasa tumelipa watu maeneo makubwa, lakini bado hatujaamua kwenda kuwekeza kwenye viwanda. Mheshimiwa Waziri, na hii yote inaendana na sambamba na ujenzi wa vyuo kila wilaya. Sasa tunajenga vyuo kila wilaya, tuna eneo kubwa la uwekezaji bado hatujalitumia, wananchi wamepisha maeneo. Tunazungumzia kukuza uchumi wa taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, haya maeneo lazima tukawekeze. Hizi ni ekari nyingi sana, na nchi hii haijawa na uchache wa kuwakonvinsi wawekezaji waje wawekeze kwenye nchi yetu. Kinachohitajika, wawekezaji wa ndani pamoja na nje ya nchi wanahitaji tu kuhakikishiwa mazingira mazuri ya uwekezaji. Wanahitaji kuona sheria zetu, bylaws zetu kwenye halmashauri ni rafiki. Lakini vile Mheshimiwa Waziri, tunahitaji kubadili mentality ya watu. Si kila mwekezaji mwizi. Tuone wawekezaji wanaokuja nchini ni chachu ya kuchangia mabadiliko ya uchumi wetu. Vile tubadilishe hali ya watendaji wetu kwenye maeneo yetu. Na huu mpango huu 100% kubwa unaenda kutekelezwa na TAMISEMI. Mindset za wakurugenzi wetu zikoje? Kazi yake pale ni kukimbizana na ujenzi, una ukarabati wa madarasa na vyoo, au mkurugenzi ndiyo CEO wa kusimamia mabadiliko ya kiuchumi kwenye eneo husika? Haya yote Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mwenyekiti, yanapaswa kwenda sambamba katika kuhakikisha mpango huu unatekelezwa.